Karibu sana msikilizaji katika kituo chetu hichi, kituo ambacho ni nambari moja katika kukujuza na kukufahamisha kuhusu yale ambayo yameendelea kutendeka na yale ambayo yanaendelea kutokea. Taarifa zinazonifikia siku ya leo msikilizaji ni kuhusu IGP Wambura ambaye ametajwa na kupewa onyo kwamba sikio la kufa halisikii dawa. Msikilizaji, kuna taarifa zimetokea kuhusu machafuko ya Oktoba 29 na amri zilizoweza kupeanwa za mauaji ya siku hii ya Oktoba 29 ambazo zilipelekea vyombo vya usalama kuokota miili kadhaa katika sehemu za barabara mbalimbali na sehemu mbalimbali katika nchi ya Tanzania. Na sasa taarifa hizo zimefika siku ya leo na zimepata kuchukua nafasi kubwa katika mtandao na zinapata kuzungumziwa sana, na kwa hivyo nataka nikufahamishe ama nikupeleke moja kwa moja katika taarifa hizi ili tupate kuzielewa na kuzichambua kwa kina msikilizaji. Taarifa hii inasoma hivi msikilizaji: Wambura alijitokeza mwenyewe akatangaza kinyume na sheria marufuku ya kutoka nje Oktoba 29 na akasema polisi na wengine wa usalama watakuwa mtaani kuanzia saa 12 jioni kushughulika na wananchi. Hawa kwenye picha ambayo nitakuwekea pale msikilizaji ni matukio mbalimbali na waliopo kwenye picha hizo wameanza kutambulika. Haya, taarifa hiyo ikaendelea hivi: wengi wao ni polisi, walibeba hadi akina Mzenji na Sumai na genge la Mafuele na wakalazimisha polisi kushiriki katika kile ambacho walikuwa wanakifanya. Ulichokifanya Wambura ni kunajisi taasisi muhimu kwa kupokea amri haramu kutoka Jezebel na kisha kulazimisha walio chini yako watekeleze amri haramu. Wapo wachache walioamua kukataa hii amri haramu na leo wameanza kuwindwa, na hivi karibuni umeamua wamalizwe wote, maana umeona ICC inanukia. Sasa kaa ukijua tuna ushahidi na mashahidi, na wewe ni top suspect miongoni mwa top 10. Wewe ndio fall guy wa Samia Suluhu. Maji yakifika shingoni atasema wewe ndo ulitoa amri maiti ijae barabarani, na sauti yako ndo ilisikika kwenye walkie-talkie za polisi na usalama. Mafuele tayari na yeye, maana huwa kina Kabazu na Tupac ni watu wake, na nyinyi wa chini mliokubali kutumika na mko kwenye hizi picha mnafuatwa kumaliza. Wabaki kusema mliamua kwenda kuua na si kwamba mlipewa maelekezo na wakubwa, alafu watasema mmepotea kama mlivyowapoteza mamia. Mjishikilie, you are on to a bumpy ride, na mmejitakia wenyewe, tuliwaonya sana. Sasa msikilizaji, hii imetolewa, taarifa hii imetolewa na mwanaharakati mmoja ambaye ameweza kuleta baadhi ya picha zilizoweza kuchukuliwa siku ya Oktoba 29 ambazo
zimewachukua polisi waliosababisha mauaji katika baadhi ya streets kubwa na walioongoza shughuli za kuokota maiti baada ya mauaji kutekelezwa. Sasa imefichuliwa kwamba IGP huyu Wambura, sauti yake siku ya tarehe 29 ndio ilikuwa inasikika kwenye walkie-talkie za polisi akipeana amri na masharti ya mauaji, jinsi ya kuwakaba waliotokea kufanya maandamano ama watu waliokuwa wametokea kwenye streets. Taarifa hii msikilizaji imefichuka kwa sababu huyu jamaa IGP huyu Wambura aliwatumia baadhi ya polisi waliopo chini yake, akawalazimisha kuchukua masharti ambayo ni haramu, wakaweza kuyatumikia. Hata wale waliweza kukataa, wakalazimika kuchukua masharti yale yake, wakayatumia hata ikiwa walihisi kwamba ni mabovu na hayakufaa kutumika. Lakini sasa ilivyo katika jeshi la polisi, unapopata maelekezo kutoka kwa mkubwa wako, inakulazimu kuyafuatilia. Bure utapata umepoteza kazi yako, ama unapata kuandamwa kwa sababu ya kukosa kufuata masharti ambayo umepewa na yule ambaye ana nafasi ya kuongoza katika kikundi chako. Sasa IGP huyu Wambura alikuwa kwenye walkie-talkie za polisi maeneo kadhaa, akiwapea amri ya kile ambacho alihisi watahitaji kukifanya, na yeye ndo alipeana maelekezo. Kando na Mafuele, ndo walipeana maelekezo ya mauaji yaliyotokea Oktoba 29. Na sasa kinachotokea ni kwamba ICC tayari iko nchini Tanzania, wanatafuta ushahidi wa watu waliohusika katika kusababisha mauaji ya Oktoba 29. Na sasa polisi, baadhi ya polisi waliolazimishwa kuyatekeleza mauaji yale, ambao wanaonekana kwamba wataweza kutoa ushahidi kwa tume kwamba sie tulipokea maelekezo kutoka kwa mkuu kwamba tuyatekeleze yale mauaji. Tayari IGP Wambura amegundua kwamba kesi hii ipo na inaweza kumlemea. Sasa onyo inayotolewa ni kwamba polisi waliotumika siku hiyo katika kusababisha yale mauaji, waliolazimika kutumika kuendelea kuwaua Watanzania waliotokea siku ile, waweza kujificha, kwa sababu tayari imebainika kwamba ICC ipo nchini Tanzania, wanafanya uchunguzi, na sasa waliohusika katika kufanya yale mauaji, kwa sababu picha zipo, wameshaonekana kwenye baadhi za picha, wanatafutwa ili waonekane kama wauaji, watumike kama mfano. Ilivyosema taarifa hii msikilizaji, wataweza kutumika kuonyesha kwamba waliwaua watu kwa sababu zao binafsi na hawakutumwa. Kwa hivyo waliotumana wanabaki kufaidi, lakini waliotekeleza ndo sasa watakumbwa na sheria, ama waweze kuuawa kabla waweze kutoa ushahidi. Taarifa hii imemalizia ikisema hivi msikilizaji, ili tupate kuelewa muktadha wenyewe. Na nyinyi wa chini mliokubali kutumika na mko kwenye hizi picha, mnafuatwa kumalizwa. Wabaki kusema mliamua kuenda kuua
na si kwamba mlipewa maelekezo na wakubwa alafu watasema mmepotea kama mlivyowapoteza mamia, kisha wakapewa onya kwamba mjishikilie, you are just on to a bumpy ride, na mmejitakia wenyewe. Tuliwaonya sana. Sasa msikilizaji, baadhi ya maafisa hawa wapo kwenye njia panda, kwa sababu kila chochote kinaweza kuwatokea. Mpaka sasa chochote kinaweza kikawatokea, kwa sababu walihusika na picha zao picha zilionyesha, kwa sababu kanda za CCTV kwenye streets kubwa zipo, watu walichukua picha, walionekana wakisababisha mauaji, na ni polisi waliovalishwa kiraia wakatumika kusababisha mauaji baada ya kupewa maelekezo kutoka kwa wakubwa wao. Lakini sasa wakubwa wao wanataka kuwapoteza ili wasipeane ushahidi kwamba tulitumwa, ili baadaye waonekane kwamba wao ndo walitoka wakakwenda kuwamaliza watu na hawakupewa maelekezo ya kufanya hivyo. Kuna taarifa inasoma hivi: hawa wauaji walinunua risasi na mabomu ya machozi, alafu mtu anaongelea vurugu pekee iliyofanywa na hawa watu wa vyombo vya dola na mamluki. Ushahidi tunao, wajipange. Kisha kasoma hivi: instead of collecting tear gas canisters, protesters and citizens in the streets of Tanzania October to November last year were picking up dozens of bullets everywhere. They killed randomly everywhere. Security forces and machineries fired indiscriminately. Hundreds of bullets. Where did the ammo come from? We have the evidence and the witness. Yaani kuna ushahidi na kuna kitu cha kuonyesha kwamba hichi kilifanyika hivi na hivi. Msikilizaji, nazidi kukukaribisha katika kituo hichi. Endeleeni kutufuatilia, lakini pia achia maoni yako kwenye comment section. Jina langu ni Presenter Guton. Nitakuwa hapa kila siku kuhakikisha kwamba ninazidi kukusogeshea karibu taarifa ambazo zinatokea, ili tuhakikishe kwamba tunapata kujifahamisha na kuelewa matukio ya siku hadi nyingine yanayoendelea kutokea nchini Tanzania.